Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sina nia mbaya na Mheshimiwa Daktari Leonard Akwilapo. Kwanza nimpongeze kwa hotuba yake nzuri, lakini eneo ambalo mimi naomba nipate ufafanuzi Mheshimiwa Mwenyekiti ni eneo ambalo ni migogoro ya hifadhi nyingi za halmashauri zetu, lakini pia na maeneo ya watu binafsi, lakini na hifadhi za serikali, TFS, TANAPA. Kumekuwa na mwingiliano mkubwa sana, na migogoro hii ndio inayosababisha hata wafugaji wetu wengi wakamatwe kimakosa na kuingizwa kwenye hifadhi zetu, na migogoro hii imechangia kiasi kikubwa sana wafugaji hawa kuipeleka serikali mahakamani, na wafugaji wanashinda hizi kesi. Mimi nitaka nipate ufafanuzi Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano tu ambao ni wa hali halisi kabisa. Ukifika kule kwangu pale kuna Usumba Forest Reserve, ni pori ambalo la halmashauri lenye GN namba ya mwaka 1958, lakini wakati hifadhi ya msitu wa Kigozi inashushwa hadhi, lilichukuliwa lote likaingizwa kwenye hifadhi ya msitu wa Kigozi lote, pori lote. Kwa hiyo nataka nipate, maeneo mengi kumekuwa na migogoro hii, ni nini mkakati mkubwa wa wizara hii kwenda kuweka mipaka halisi ya wananchi na kuitafasiri vizuri ili kuondokana na kero hii? Mheshimiwa Waziri, ufafanuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitoe ufafanuzi wa hoja ya Mheshimiwa Cherahani kama ifuatavyo. Katika hotuba yangu nimeelezea namna ambavyo Tume ya Matumizi Bora ya Ardhi ilivyowezeshwa mwaka huu, na nilisema kwamba katika miaka 4 iliyopita idadi ya vijiji vilivyopimiwa matumizi ya ardhi imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na mwaka huu tume imepewa shilingi bilioni 48 kama nilivyoongea hivi punde, na sehemu kubwa ya hii fedha inakwenda kupanga matumizi bora ya vijiji. Hii itakuwa ni suluhu ya kutosha kuondoa matatizo yote ambayo yanazungumzwa kuhusu mipaka, kuhusu matumizi ya ardhi kama ni wafugaji au wakulima. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa kwamba hii masuala haya yatafanywa kazi, na mwaka huu tutapitia vijiji 1492 kwa fedha hii, lakini tumeahidiwa kwamba wizara itaendelea kupokea fedha kiasi kwa miaka 5 ijayo ili vijiji vyote 12333 hapa nchini viwe na matumizi bora ya ardhi. Asante sana.